Sini swali, hal yuathiru alfahsu dakhili, je unaathiri ule uchunguzi wa ndani? Fahsu vipimo, fahsu vipimo vya kidaktari vile, yani ambao unapimwa mkojo na hapa vipimo vile vya ndani ya mwili huko, lilmar'ati, kwa mwanamke, je vinaathiri kwa mwanamke ala siyamiha, funga yake? So mwili wa mwanamke tofauti kidogo na mwanamume. Alfahsu dakhili lilmar'ati yubtilu siyama, vile vipimo vya ndani huko vinafanyika, ambao daktari anafanya kujua mambo ya ndani huko ya mwanamke, tayari viungo vinavyomwathiri pengine, yubtilu siyama, hii inaharibu funga. Kuna haya ndio yanaitwa masala ya muaswara, maswali ya kisasa, ambao kwenye kitabu hiki alhamdulillah tumekusanywa. Kuna masala unaweza ukaenda pakua vitabu vikubwa vikubwa vinavyosifikana vya fiqhi huyakuti, lakini humu tumekusanywa tunayakuta, kwa sababu dunia kadri inavyotanuka ndivyo mabadiliko ya kielimu yanavyotokezea. Zile hukumu zitabidi zitatokezea kulingana na zama tulizo. Tushafahamiana hapo. Sasa maswali kama haya, mambo ya vipimo ya mambo kama hizo, vipimo vya oxygen, jihazu tanafus, zile mipira ambayo anaweka mgonjwa kwenye pua, hayo kwa wakati wa zama zetu za maswahaba huko walikuwa hawanayo. Ndio maana kuna maswali humu ambao wanazoona wametuwekea. Kwa haya unaweza ukatembea vitabu kadhaa wa kadhaa, hasa vile vya zamani huyakuti. Kwa humu tumekusanyiwa ambao wanazuoni katika tume yao ya kujibu maswali wameyaelezea kwa kina. Kwa hiyo alfahsu dakhiliyu, ule uchunguzi wa ndani au vipimo vya ndani, lilmar'ati, kwa mwanamke, yubtilu siyama, vinaharibu funga. Liannahu, kwa sababu, yashtamilu, vinakusanya, ala dukhuli jismi, kuingiza kitu au kuingia kitu, ila aljawfi, mpaka ndani jismi, na kwa material fulani ambayo kwenye ile vipimo fulani vya dawa zile, pengine sindano. Athna as-sawmi, wakati wa mtu amefunga, kwa hiyo faibtiluhu, vinabatilisha ile funga. Wa hadha ma nassu alayhi alfuqaha fi kutubihim, na hili ndio walilolitolea naswi, walilozungumzia wanafiki katika vitabu vyao. Wajibu ala almar'ati inda idhi, kwa inalazimika kwa mwanamke wakati huo, alimsak, kujizuia, maana ndio anakuwa shafungua tena, alilmufattirati, kutokana na vitu vyenye kufungulisha, baqiyat alyawmi, mchana uliobakia, li hurmati shahr ramadhana, kwa utukufu wa mwezi wa Ramadhani. Wa qala, unakuja kulipa hadha alyawmi, siku hii ajailipe baada Ramadhana, baada ya Ramadhani. Lakini wayajibu tajannubu hadha alfahsi fi Ramadhan, inatakiwa, yani inawajibika kujiepusha na vipimo kama hivi ndani ya Ramadhani wa ghairihi. Tushafahamiana hapo, ndani ya nini? Ramadhani tayari hapo, illa li dharura, isipokuwa kwa dharura. Tufahamiana, pengine shabidi lazima iwe hivyo, sawa. Liannahu, kwa sababu, la yajuzu al-ittila'u ala al-awra, kwanza yani anasema kwanza huyo shekhi katika kulijibu ile swali anasema kwamba kwanza inatakiwa kujiepusha na vipimo kama hivi tayari ndani ya Ramadhani wa ghairihi, na nje ya Ramadhani, illa li dharura, sio kwa dharura. Kwa nini anasema hivyo? Liannahu, kwa sababu, la yajuzu al-ittila', haijuzu kuangalia na kuona, ala al-awrati, uchi, illa li dharura, sio kwa dharura, na vipimo hivyo ndio vinahusisha harakati hizo. Tushafahamiana hapo. Wa inda dharurati, wakati wa dharura, tadhhabu almar'atu ila tabiba, mwanamke ataenda kwa daktari muslima, daktari alikuwa Muislamu. Swali linakuja, pengine wataalamu wa hayo mambo sio Waislamu, na kama katika zama zetu ndivyo ilivyo mara nyingi. Kwa fa illa mtajid, kama hakumpata huyo daktari wa Kiislamu, fa ila tabibatin kitabiyya, atakwenda kwa daktari wa kitabiyya. Kitabiyya wala ahlul kitabi wale, fahamiana hapo. Fa illa mtajid, kama hakumpata, fa ila tabibi muslimin adilin, ataenda kwa daktari mwanamume Muislamu alikuwa mwadilifu, thiqati, mkweli, maamuni, muaminifu. Kwa ina maana kama kwamba kwanza daktari kama atakuwa kwa wanawake, kwa wanawake ni bora. Imeshindikana, inaweza hiyo ni dharura kwa mwanamume tena, lakini kwa sharti awe muaminifu, na uzuri kama kaolewa, uzuri na mume wake awepo, sawa hapo, maamuni, aliaminifu. Ingawa haya mambo kama tunavyozungumza kwenye nchi ambazo zinakwenda si kwa taratibu za Kiislamu ni magumu mno. Tutafahamiana hapo, ni magumu kwa mifumo ambayo ipo duniani tunotawaliwa, na kwa kiasi kikubwa na Waislamu tuko nyuma kusomea mambo yetu. Tutafahamiana hapo, kwa sababu mara nyingi tunakuwa tunalalamika, mwanamume si kwa nini ukaenda na tabia ni mwanamke. Mara nyingine inawezekana huyo mtaalamu wa kufanya hilo hakuna. Tutafahamiana. Sasa hapo haibaki tu solution kwamba tuseme tu uko maskani, unatibiwa ni mwanamume. Kama ni Waislamu tuandae mazingira na sisi tusomeshe watoto wetu, kama ni wanawake na waje, kwa sababu mambo yana ni miundo mbinu tu, lakini kwa kukaa tu tunasema hivi ikisha hakuna kinacho nini,
tutakwenda na itafika hali mbaya zaidi ya hivi tunavyoiona. Fahamiana hapo eh? Tayari hapo hivi. Tunaendelea kidogo. Sini swali, hal yuathiru isti'malu, je, inaathiri kutumia atahamili, maswali tukisema tahamili walhikmi wa marahimi albawasiri asharjia ala sihhati saumi, je, inaathiri kutumia maswali ya vidonge, tushafahamiana hapo eh? Walhikmi almarahini, na zile dawa za marahini albawasiri, zile dawa za bawasili, je, inajuzu? Yani anasema je, inaathiri kutumia maswali ya vidonge, walhikmi, na sindano zile, wa marahim alwasili, na dawa za bawasili asharjia. Tukisema sharjia, dawa za bawasili ndani kabisa, ndani ya mwili, ala sihhati saumi, juu ya kusihi kwa funga. Tafahamiana hapo eh? Au sharjia maana yake ni sehemu ya siri ya nyuma, pia kwa Kiarabu inaitwa sharjia. Kuna sindano hizo, matatizo ya bawasili, wanatumia sindano hizo au dawa kama hizo, je, zinaathiri funga? Swali linauliza ala sihhati saumi, juu ya kusihi kwa funga. Jim ya balhikna sharjia, sindano zile za sehemu ya siri ndo sharjia, mara nyingi watu wenye matatizo ya bawasili. Au itahamilu, au vidonge, fi ahadi sabilaini, ikiwa zitatumika moja katika njia mbili. Tukitumia njia mbili, iwe maana yake qubul, mbele, au duburi, ya nyuma eh? Min almufattirati, katika hiyo ieleweke ni katika vitu vyenye kufungulisha. Liqauli ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas anasema hivi, innama alfitru, hakika kufungua, mimma dakhala, ni kwa kile kilichoingia, walaisa mimma kharaja, wala si kwa kile kilichotoka, na vitu inabidi lazima viingie kwenye mwili. Rawahu al-Baihaqi. Kwa yambaghi istimaluha, kwa tumepewa pendekezo, inatakiwa kutumia vitu kama hivi kabla alfajiri, kabla alfajiri, maana yake kabla muda wa kufunga kuanza, au baada aliftari, au baada mtu kufungua huko, ili asijihatarisha funga yake. Ama idha ihtaja ilaiha istamalaha, lakini ama ikihitajika juu ya kutumia sindano kama hizo, atatumia. Dharura hiyo tena itakuwa tutafahamiana hapo, lakini tu wayabqa mumsika, anatakiwa baki amejizuia, asile tena, ajielewe tufunga haipo. Wayaqli dhalika al-yawma, ajiilipe hiyo siku baada ya kumalizika Ramadhani. Kwa maana hiyo, kama tunavyoenda kusema kwamba kuna watu wanafungua pasi na kujua, kwa sababu hizi hali kama hizi zinatokea nyingi, ambazo na ufunguzi kama huu, mara nyingi mtu anaambiwa ajizuie kwa heshima huu mwezi, lakini ajielewe kwamba haja funga ile imebatilika, atakaye aje ifanye nini? Ailipe. Sin suali, ma hukmu al-ibri al-alaliya, ni ipi hukumu ya sindano za kwenye misuli alaliya, ambazo anatogwa mtu kwenye misuli ya mwili. Wa hal tufsidu siyam, na je, zinaharibu funga? Jim ya walhiknu al-ilajiyatu al-jildiya, sindano za kimatibabu zile ambazo zinatogwa kwenye ngozi, wal alaliya, na kwenye tunaita alaliya maana yake misuli, la tu'tabaru, hazizingatiwi min al-mufattirati, katika vitu vinavyoharibu funga. Damu zinatoka nje ya ngozi tu kwa huko, au misuli. Lianna, kwa sababu lam tadkhul ila jawfi, hazingii mpaka ndani, min manfadhi, kupitia tundu maftuhi, iliyo wazi. Lakini anasema hivi, amma alhiknu alwardiyatu almaghdhiya, ama zile sindano za wardia, wardiyatu almaghdhiya, maghdhiya ni chakula, sindano zile ambazo anapigwa mgonjwa kwa lengo la kupewa kusaidiwa kama ni chakula. Zipo sindano ambazo ndani yake mgonjwa anakuwa ni sehemu kama ya chakula. Mara nyingine anaweza kuongezewa damu, dawa fulani ambayo inatiwa, lakini itabidi ingizwe kwenye sindano. Yani sindano zozote ambazo anatogwa mtu kwa, ambazo zina athari ya chakula ndani yake, kwa namna fulani ule mgonjwa pengine anaingiziwa dawa kwa kupitia, kama ni sehemu ya chakula, fa inna tufattiru, hizo zitafunguza. Kwa sindano tu ya kutogwa huko nje ya kuchomwa, hii haifunguzi kwenye msuli au kwenye ngozi. Lakini ile ambayo sindano itakuwa lengo lake apate chakula ndani ya roho fulani, maana kuna magonjwa mengine, pengine wagonjwa wa upungufu wa damu, kuna na dawa zinasaidiwa kwenye sindano ili iweze kuongeza ile damu. Kwa namna kama hiyo itakuwa funga haipo. Lianna, kwa sababu mithlu taami, hiyo inakuwa mfano wa kula wa sharabi na kunywa, min haithu almaana, kwa upande wa kimaana inakuwa kama kala, kwa sababu sindano lengo lake imsaidie chakula. Kwa hukumu ile ile ndio inaochukuliwa kama ya kula. Tufahamia maana kula na kunywa kusudi mtu anafungua. Kwa hiyo hata kama hii lengo ilikuwa ni kufikisha chakula ndani ya mwili, basi itahesabika amefungua. Sin suali, ma hukmu ibrati al-insulin, ni ipi hukumu ya sindano ya insulin? Insulin ni sindano wanazochomwa watu wenye matatizo ya sukari ili kubalansi ile sukari, kupunguza, wanachomwa hiyo sindano.
Tushafahamiana hapa, kupunguza sukari. Na hili tatizo ndo tunalo, watu wengi wana matatizo ya sukari. Jim, jawabu, ibratul insulin, sindano ya insulin, zile ambazo wanachomwa watu wenye matatizo ya sukari, kubalance sukari, la tufattiru, haifungui, haifunguzi. Maana hii haribu funga. Liannaha, kwa sababu tahta aljidi, inakuwa chini ya ngozi, wa ghairi nafidhati, na ngozi si tundu, liljawf, ya kuisha kitu kwenye ndani moja kwa moja. Tushafahamiana hapo hiyo ndo sababu. Tushafahamiana hapo Sin, swali, ma hukmu istimali duhuni almurattabi lilbasharati alkirimat, ni ipi hukumu ya kutumia duhuni, mafuta, almurattabi, yaliyoambatanishwa, lilbasharati, na ngozi, alkirimat, yani kwa kutumia maswali ya krimu ile inaitwa mafuta kama hayo yenye uhusiano wa krimu au krimu yenyewe, dawa zile za kupaka na kusudia, fi nahari Ramadhana, ndani ya mchana Ramadhana. Anasa istimalu duhuni, kutumia mafuta, almurattabi lilbasharati, yaliyofuatanishwa, yaliyotengenezwa kwa ajili ya ngozi, la yufattiru, haifunguzi. Basharati, ngozi, la yufattiru, haifanyi nini? Haifunguzi. Lianna, kwa sababu la yadkhulu ila jawfi, haingii mpaka ndani. Wama yasilu minhu, na kinachofika, ila ma tahta albashar, kinachofika chini ya ngozi, yasilu min manfadhin ghairi maftuhi, tayari hapa inafika kwa tundu ambayo haiko wazi, wa hiya almasamatu, kuna tundu zinaitwa masamatu maalum kwenye mwili. Tufahamia kwa dhahiri yake tu, kwa hivi haifunguzi. Tufahamia hapo Sin, suali, ma hukmu tatayyub, nipi hukumu ya kujitia manukato, yani ta'attur, mtu kujitia mafuta ya uturi, kunukia, liswami, kwa mfungaji. Jim, jawabu, tatayyub liswaimi la yufattir, haifunguzi. Habari hiyo ya kujitia mafuta ya manukato kwa mfungaji haifunguzi. Liswaimi, at-tatayyub liswaimi la yufattir, haifunguzi. Lakin tarku aula, lakini kuacha kwake ni bora. Lianna siyama, kwa sababu funga, taqashshufun wa hadha taqashshufun, funga hikma yake ni kukupa mafuta, yani taqashshufu ni kukupa ile hisia ya huisi njaa au uachane na zile starehe. Wa hadha tarafuhu, na hii kujitia aina hii kama manukato ni sehemu ya tarafu, mambo ya nasa, yani kama ni furaha, mambo anayopenda mtu kwenye nafsi yake. Tunaweza kusema mambo ya matamanio tu. Tulipita swali kama hili, kesi kama hii huko nyuma, kama mnakumbuka, tukazungumzia habari kama hizo. Tafahamiana hapo Haya, kwa leo hii tuongeze na swali moja. Sini, suali, ma hukmu, ni ipi hukmu sahbi dami, ya kutoa damu. Hukumu ya kutoa damu, minaswaimi, kwa mfungaji, fi nahari Ramadhana, ndani ya mchana wa Ramadhani. Sini, suali, sahbu dami, kutoa damu, minaswaimi, kwa mfungaji, ghairu mufattiri, si kitu chenye kufunguza. Tufahamiana hapa na unajua kwa nini? Kwa sababu kufungua ni kwa kitu kinachoingia, si kwa kinachotoka. Tufahamiana. Liannahu, kwa sababu yushbihu alhijama, inafanana na kupiga chuku. Kuna kitu kinaitwa hijama na kupiga chuku. Ipo hizi hadithi zipo mbele. Kuna hadithi moja kama inaonyesha kukataza, lakini hadithi zilizokuwa sahihi zimekuja baadaye. Mtume sallallahu alikuwa anafunga na ihtajama fi Ramadhan, anapiga chuku ndani ya Ramadhan. Ihtajama ni sehemu ya mtu kwenye mwili wake inaweza ikachomwa malengo kutoa ile damu kwa ajili ya idha ya kufika dawa. Tushafahamiana ndani yake. Tayari kwa leo watu wanaita kama mfumo tuchukule kama kuchanjwa vile, tayari kwa viwembe, ili pengine ile dawa ingie mule ndani. Tushafahamiana, iweze kufika ndani. Kwa hii inashabihiana na hiyo. Tushafanya ile kutoa damu. Waqad ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume alipiga chuku, ndio ihtajama mtume sallallahu wa huwa swaimu, hali kwa kafunga. Hii ni hadithi ya saipo. Thumma inna sahba dami, kisha hoja nyingine na hakika ile kutoa damu, mimma kharaja, ndio ile niliyosema ni kitu kinachotoka, walaisa mimma dakhala, wasaki kitu kinachoingia. Na kufunguza kitu ni kinachoingia, si kile kinachotoka. Wala yufattir, wala hafungui wala hakifunguzi ma kharaja, kile kilichotoka. Liqauli ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kwa kauli ibn Abbas anaosema innamal fitru mimma dakhala walaisa mimma kharaja, kufungua ni kwa kile kilichoingia wala si kilichotoka. Walakin yukrahu dhalika liswaimi, lakini eleweke hivi, hii maswali ya kutoa damu tayari au kuchangia damu inakuruhishwa kwa mfungaji, ni karaha, illam yakul lahu haja, kama hapakuwa na haja ya msingi. Liannahu, kwa sababu
qad yudha'ifu swaima, huenda ikamdhoofisha yule mfungaji, yani siyami, kutokana na funga, fa yuftira, ikaja sababu sasa ya kufungua akawa dhaifu. Kwa hiyo bora bila haja au uzuri na itafute muda mwingine huko. Tafahamiana hapo ili iweze kuepukika kutokana na swali hilo. Tushafahamiana hapo Tuvute mbele kidogo, kuna sehemu hapo mpaka tuweke hapo. Hal huduthul juruhi wan nazif, je, kutokezea juruhi, vidonda. Juruhi, vidonda vingi. Wal nazif, nazif maana yake ni damu inaoshuka aidha puani, na nazifu ina maana nyingi. Nazifu ni damu inayotoka wapi? Puani. Na ipo nazif, damu ambayo anafanyiwa mwanamke, pengine mara nyingine huwa ushirikina, ile ambayo haikati, inapita kipindi, yani zaidi ya kipindi, yani kama ni istihala, damu ile ya ugonjwa. Lakini nazungumza, je, yani kutokezea mtu kapata au katokezewa au kapatwa na vidonda wa nazif, na damu ile ambayo inashuka puani, fi nahari Ramadhan, ndani ya mchana Ramadhani, yufsidu sawma, itaharibu funga. Ndio swali linalouliza. Jim, jawab, idha tarattaba ala aljuruh dukhulu shay'in min damin au alatin ila aljawf, itakapofuatana ile juu ya juruhi, vile vidonda, dukhulu shay, kuingia kitu, min dami, ikiwemo damu, au alati, au kifaa fulani, ila aljawf, mpaka ndani, faqad fasada sawm, funga itakuwa imeharibika. Bahati kwamba imeingia ndani ya mwili, ile damu imerudi, maana yake kaingia ndani ya mwili, au mtu kwa kuimeza pengine kitu kama hicho, imeharibika. Amma aljuruhu wan nazifu alkhariji, ama vidonda na ile nazifu, yani kutoka damu kwa huko kwa khariji, kinje tu, fala yusidu, haiharibu funga. Idhil juruhu wan nazifu, kwa sababu idhi, wakati ambapo vijuruhu, vile vidonda, nazifu na nazifu, makele damu ambapo pengine inashuka huko nje kwenye pua, fi nahari Ramadhan, wa Ramadhani, la yusidani, haviharibu asoma funga, illa idha tarattaba alaiha, kwa vitakapofuatana juu yake, dukhulu shay, kuingia kitu cha mpaka ndani. Ikiwa kitu mtu kameza kwa namna fulani, ile damu nini, funga haipo. Kinyume na hivyo itakuwa ipo. Sin, suali, ma hukmu ghasili alkula, nipi hukumu ya kuoshwa figo, liswaimi, kwa mfungaji, fi Ramadhana, ndani ya Ramadhani. Kuna watu nadi figo zisafishwe, kitu kama hicho katika mazingira ya kihospitali. Jim, jabu, ghasilu alkula, kuoshwa kwa ile figo, yufatiru, hii inafunguza. Tafahamiana hapo Kwa kuna watu wanabidi figo zao zioshwe kidaktari, yani pengine kuna vitu ambavyo vinaathiri. Lianna saila alghasili, kwa sana sema saila, ule miminiko, alghasili, wa kile cha kuoshea, sailu ni miminiko, maghadhi, wa chakula. Wenye vile vitu wanavyotumia madaktari kuoshea ni vitu ambavyo vina athari ya chakula fulani, yani vina kama vina huku yake kama vitu vyenye kama kumsaidia yule mgonjwa kama kupata hisia za kula, kama huwa maalumu inda ahli tibbi, kama inavyofahamika kwa watu wa tibbi, maana kwa watu wa udaktari. Tufahamiana hapo Waliannahu, na kwa sababu, yuaddi ila dukhuli ajisami ila jafu, inapelekea kuingia material vitu mpaka ndani. Walidha, na kwa hivyo, ala almarili, ni juu ya mgonjwa, alladhi ghusilati kulliyatahu, ambaye kaoshwa mafigo yake mawili. Tufahamiana hapo Anyumsika, ajizuie, ataka mafigo moja, anil mufatirati, kutokana na vitu vyenye kufunguza, baqiyat nahari, mchana uliobakia, ili stata, ikiwezekana. Haiwezi na ale, lakini elewe atakuja kulipa. Wayakli dhalika al-yawma, atakuja kuilipa baada Ramadhana, baada Ramadhani. Wanadu Allah lahu bishifa, na tunamwombea Mungu dua kupoa mtu kama huyo. Fahamiana hapa Basi swali limejibiwa hivi. Kwa maswali yako shafigo, kwa sababu kule ndani itabidi kuna vimiminika, sail, vimiminika kama aina fulani ya dawa, lazima vitakuwa vinapeleka hisia wanavyovitumia wale madaktari, kama hisia kupata kama nguvu fulani ya chakula hivi. Kwa mantiki hiyo, kwa mazingira hayo, itakofunga haipo, ajizuie, alipe kama itawezekana. Hawezi na atumie hata kama dawa nini, atakuja kulipa. Tumalizie kwa maswali mawili ya mwisho kwa leo hii. Sin, suali, ijra'u amaliyatin jirahiyya, kufanya maswali ya operation tahta takhdir, chini ya mfumo takhdir. Takhdir ni sindano ya gazi. Kwa ile operation iwe lazima upigwe sindano, hapata operation wakati hisia zote zipo, itakuwa mtihani. Tutafahamiana. Na ile swali huulizwa, mtu anafanya operation na akapigwa sindano ya gazi, na kikaida yake na kwa ile akili kama umeuliwa pale hupo. Kwa hiyo hali yubtilu sawma, je, inabatilisha funga? Tutafahamiana hapo. Kwa hiyo jim, jawabu, at-takhdiru nafsuhu, ile gazi wenyewe, dhati yake, nafsi yake,
la yufattiru, haifunguzi. Lianna ghazati takhdiri, kwa sababu zile gesi za ile gazi, ile sindano ya gazi, laisat dhati jurmi, si zenye hukumu maalumu. Wa ibru takhdiri, na ile sindano ya gazi, tahta aljildi, inakuwa chini ya ngozi, kadhalika vile vile anapigwa mtu huku. Sharitatu, lakini kwa sharti inahesabika sindano ya gazi pengine mtu ambaye anafanyia operation kidhati yake haifunguzi, kwa sababu kwanza inakuwa yani iko nje ya ngozi. Maana chini ya ngozi unamaanisha huko nje, lakini kwa sharti alla yamkutha jami'an nahari, asijakakaa yule mgonjwa mchana wote. Maana yake tukisema mchana tunamaanisha hata kama asubuhi, asijakakaa tahta takhdiri, chini ya gazi. Kwa mfano mtu mpaka yani akaja akakaa mfano mpaka pengine inawezekana jua likazama, kwa sababu hii hukumu kama ile ya mtu alezimia. Tumesema mtu alezimia mchana Ramadhani akafunga, funga yake kwanza huwa ipo, hata kama atakuja kuzinduka kabla ya jua kunini, ama itakuwa mpaka jua kuzama, muda wa kufungua tayari pengine mpaka saa 1 huko bado hajazinduka, funga huwa haipo, hajalipa. Kwa na huyu huwa mithili ya kwamba hayupo. Kwa ndo tunaambia ama itakapokuwa ile kukaa kwake ile gazi imekaa mpaka mchana kuta, tunamaanisha fa in kana fi awwali nahari, ndo anasema ikiwa mwanzo wa mchana. Na mchana mwanzo tunakusudia mufiqan, kazinduka. Mufika kazinduka, ile gazi sio haswa mufunga yake itaswihi. Wakadha hivyo lau afaka, kama atakuja kuzinduka baada la amaliyati, baada amalia ni ule operation, zoezi la operation lile, wala lahdha, japo muda mdogo, kabla alghurubi, kabla ya kuzama kwa jua. Hata kama bado dakika 5 jua halijazama, kaja kuzinduka huku, funga yake swahi. Mtu ambaye kapigwa sindano ya gazi kwa ajili ya amaliyatun jirahia, operation. Tunafahamiana? Kwa hiyo hukumu ieleweke, ni kama hukumu ya mtu alezimia. Ikiwa mtu kazimia tu kaja pengine kajazinduka saa hata kama 11 au baada muda mdogo kuzama kwa jua, kabla ya kuzama kwa jua, ni kabla muda kufungua, huwa funga ipo. Lakini pia kwa sharti isije kwa kapoa dawa ya kunywa. Tare. Lakini na huyo alichomwa sindano ya gazi ikafika kaja kazimia pengine saa 10 ndo anatoka anapata ule ufahamu, au hata baada kabla kidogo ya kuzama kwa jua, funga inakuwa ipo. Lakini itakapokuwa ni kutwa tena pengine mpaka saa 1 huko bado haja nini, funga haipo, inakuwa tushafahamiana. Lakini fil amaliyati, katika hizi operation huu wanafanywa watu, qad yahduthu mufattirun akharu, henda kikajitokeza kifunguzi chengine. Hapa ndo hatari. Kadukhuli ajisami, kama kuingia vitu, wa alati ila aljawfi, alati na vifaa, ila aljawfi, mpaka ndani. Tukisema jisami na kwa vitu vya material vya kidaktari, wa alati na vifaa fulani, ila jawfi, mpaka ndani. Fa in hasala mithlu dhalika, ikipatikana mazingira kama hayo, fa alayhi alqalau, itamlazimu kuja kulipa, maana yake funga haipo. Lakini dhati yake tu kama ni kuzimia pasina kuingia vitu kama hivyo ndani nini, basi kama kabla akaja kazinduka, hata kama kabla kidogo tu ya jua kuzama, kabla muda kufungua, funga ile itakuwa ipo. Na kwa leo hii inshallah tusimame kwenye swali ambalo linafuata. Suali, hali taswiru shuai, je, miozi ya picha, ile miozi ya picha ile yufatiru, inafunguza? Sasa picha ukipiga hasa kama zile kamera zinakuwa zina nini kama miozi yake fulani. Jim, jawabu, ataswiru shuai, miozi ya picha, bihaddi dhatihi, kwa dhati yake, manake kwa mpaka wake, manake kwa dhati yake, la yufatiru, haifunguzi. Lakini idha akhadha dawa, atakapochukua dawa, au madatan, au kitu fulani, madata kitu fulani, liidhhari sura, kwa ajili ya kudhihirisha ile picha, antariki manfadhi maftuhi, kupitia tundu iliyo wazi. Tujafahamiana hapo tayari hapo Au kitafsiri taswiru shuai, pia inaweza kusimama kama maswali ya hizi x-ray, vipimo hivi pia vinaweza kuingia. Ultrasound, vipimo hivi vya hospitali hivi ambao kama vinachora miozi ndani ya mwili kuweza kujua tatizo la huyu mtu. Tayari hapo Kwa kikawaida havifunguzi kwa dhati yake, lakini tu anasema lakini idha akhadha dawa, atakapotumia dawa, au mada au kitu, liidhhari sura, kwa lengo la kudhihirisha ile picha, antariki manfadhi, kupitia picha ya mtu mwenyewe, ndo surati hapo nakusudiwa. Tariki manfadhi, kupitia tundu iliyo wazi, maftuhi, ila aljafi, mpaka ndani, mithlu alfami, mfano kinywa, wa sharji. Sharji maana yake ni dubur, sehemu ya nyuma, ndo sharji.
fa innahu yufatiru, kwa hali hiyo atakuwa amefungua huyo mtu, au fa innahu, hakika jambo hilo, yufatiru, litafunguza. Lakini kwa dhati yake tu hivi kikawaida, basi inakuwa huwa hajafungua. Kwa leo hii inshallah tutasimama hapo, tutakuja kuendelea na maswali mengine ya mkarara wetu Fatawa Ramadhania, kama tunavyosema kwamba ni kijitabu ambacho kimekusanya maswali mbalimbali ambayo ni ya msingi sana, ambayo mengine huyapati kitabu chochote tu, tumekusanyiwa na alhamdulillah tunapata faida tayari hapo. Na mkusanyaji wa mkarara huu ni almarhum Sheikh Said Nyange, ambaye aliweza kukusanya mkarara huu juu ya masala mbalimbali humu, ambayo kama nilivyosema yanahusiana na fatwa, kwa maana maswali na majawabu, ili kuweza kupata kujifunza dini yetu. Na leo hii inshallah tutaweka hapo. Subhanakallahumma wa bihamdika, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.